Katika ulimwengu ambapo kila kitu kinaonekana kubadilika kama mchanga wa pwani, maisha ya kisiasa hubadilika ghafla. Mahusiano huvunjika na mipango mara nyingi hutetereka. Kuna kitu kimoja cha ajabu ambacho ni imara: ahadi zisizobadilika za Mungu. Tofauti na maneno ya wanadamu ambayo yanaweza kuwa ya kubadilika, yasiyoaminika, ahadi za Mungu zimesimama juu ya tabia yake ya milele na isiyobadilika. Biblia inamwelezea Mungu kama yule yule jana, leo na hata milele. Waebrania 13:8, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Huu ni ukweli usiopingika. Tunasoma katika Biblia watu wengi wakiwa wametendewa maajabu na Mungu. Ibrahim katika uzee anapata mtoto. Zekaria katika uzee wake anamzaa Yohana Mbatizaji. Lakini wako watu wengi ambao waliokoka katikati ya moto: Shedraka, Meshaki na Abednego. Mtazame Danieli katika tundu la simba. Naaman mwenye ukoma anapokea uponyaji. Haya yote sio kwa ajili yao tu, ni kwa ajili yako pia. Tatizo liko wapi? Kwa nini leo hatuoni matokeo makubwa? Ni kwa sababu kuna sehemu tuna ujinga wa kiroho. Ukizitambua ahadi za Mungu, ukajua ni zako na ukajua namna ya kuzidai, utakuwa umebonyeza batoni sahihi katika ulimwengu wa kiroho. Kitabu hiki kitakufundisha, utajua namna ya kudai na utaona matokeo. Usikose kupata nakala yako. Piga namba ya simu inayopita hapo. Kwa walioko Dar es Salaam, piga simu hiyo. Walioko nje ya nchi ya Tanzania, piga simu hiyo hapo. Tumia ujumbe kwa WhatsApp, utaelekezwa namna ya kutumiwa kitabu hiki. Walioko Mwanza, namba ya simu hiyo hapo. Walioko Dodoma, piga simu hiyo hapo. Walioko mikoa mingine yote, huyu mtu wa Dar es Salaam atakuelekeza namna ambavyo atakutumia popote pale ulipo. Ukijua thamani ya kile kilichoandikwa hapa, hutakosa kitabu hiki. Mungu akubariki. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na Mahubiri TV, nikukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi ambacho kinakujia kila wiki siku ya leo na muda kama huu. Na katika vipindi hivi tumekuwa na mwanzo wa mfululizo wa vipindi ambavyo tunaelimishwa kwa mujibu wa Biblia namna ya kuzikabili siku ngumu maishani bila hofu yoyote. Tukaangalia sehemu ya kwanza, na Jumatano iliyopita tuliangalia sehemu ya pili. Tunaendelea na mfululizo huu na sasa tunaendelea kutiririka kwa kina zaidi. Ninaamini ya kwamba baada ya masomo haya au mfululizo huu utakuwa ni kiumbe kingine kabisa, ambapo utakuwa na ujuzi na ufahamu wa namna ya kupambana na kukabili siku zozote katika maisha kwa hekima ya kimungu bila woga wa aina yoyote. Si kwa sababu wewe ni imara kama binadamu, ila ni kwa sababu ni imara Yesu akiwa ndani yako. Ujue ya kwamba yote ambayo tunayapitia, ushindi tunaopata ni kwa neema na neema peke yake. Hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kusimama mbele za Mungu na kudai haki yake binafsi. Tunaposimama katika kioo au katika mwanga wa Kristo Yesu, kila mmoja wetu lazima aone mapungufu yake, makosa yake, dhambi zake. Na utaona neema ya Mungu ambayo inakuhurumia, inakupa nguvu ya kusonga mbele. Na hakuna ushindi wa dhambi popote isipokuwa katika kuungana na Kristo Yesu. Hapa ndipo tunapata ujasiri na nguvu ya kusonga mbele. Nikutie moyo, haijalishi unapitia changamoto gani, Mungu akiwa upande wako, nani aliye juu yako? Haijalishi kuna udhaifu gani katika maisha yako ambao unapambana nao na unakushinda, usikubali kukiri udhaifu, ila kiri nguvu ya Mungu iliyoko ndani yako, na hatua kwa hatua utapokea badiliko usipozimia moyo. Tuombe.
Baba yetu na Mungu mtakatifu, ninakutukuza kwa sababu ya neema na upendo wako. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo tena ambayo wewe Mungu umetupatia neema ya kuisikia sauti yako. Neno la leo likawe ni mbegu kwa mtoto wako mmoja anayesikiliza. Likawe nguvu, likawe afya ya kumsaidia kusonga mbele. Ninakutukuza kwa kile ambacho umeendelea kufanya katika vipindi hivi, watu jinsi ambavyo unawatendea miujiza ya kupata nguvu ya kusonga mbele. Uwe nasi tena siku hii ya leo. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kumbuka ya kwamba katika vipindi hivi mfululizo tumetazama jinsi ambavyo binadamu anapitia nyakati mbalimbali. Yako mambo ambayo nitaendelea kuyarudia kwa kadri tunavyoendelea na vipindi vinavyofuata, kwa sababu nahitaji kuyakazia sana katika maisha ili uweze kuwa nayo yakupe nguvu uweze kusonga mbele. Mtazame Mwokozi katika jambo lolote lile ambalo unalipitia. Leo tunaangalia somo ambalo linasema mvua isiyoepukika. Mvua isiyoepukika. Wakati fulani katika maisha yetu ya kiroho tumekuwa tukisikia au kupewa ahadi zisizo za kweli na bila kukabili uhalisia wa maisha. Baadhi ya Wakristo wamekuwa wakiishi maisha ya maigizo, nikiwa na maana ya kwamba hatutaki kukabili matatizo kwa nguvu ya Mungu, ila tunahitaji kujificha au kuyakwepa. Kukwepa matatizo hakuyaondoi, bali kuyakabili kwa nguvu ya Mungu kunayaondoa. Mungu akusaidie uweze kulibeba hili vizuri sana. Wakati Sauli yuko na majeshi ya Israeli wanaenda kukabiliana na Goliati, wao kila wakati wanaposikia matusi ya Goliati waliogopa kumkabili Goliati. Walikuwa na uoga kwa sababu walikuwa wanamuona Goliati akiwa na nguvu na uwezo kuliko wao. Kitendo cha kuto kumkabili Goliati hakukusaidia kumuondoa Goliati. Daudi alipokuja akaamua kumkabili Goliati, ndiye aliyeleta suluhisho. Sikia hapa vizuri. Jambo lolote ambalo lipo kwenye maisha yako, haijalishi ni kubwa kiasi gani, usiogope kulikabili, endapo tu utajifunza kulikabili kwa jina la Bwana wa majeshi. Hiyo ndio ilikuwa siri ya Daudi. Daudi anamwambia Goliati, wewe unakuja kwangu kwa mkuki na fumo, mimi ninakujia kwa jina la Bwana wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Kama kuna kitu chenye nguvu katika vita yoyote ni jina la Yesu Kristo. Ni jina ambalo ukielewa jinsi lilivyo ni zaidi ya kulitamka mdomoni. Ni jina ambalo ndani yake lina nguvu. Yesu anapoondoka anasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mamlaka yote mbinguni na duniani. Zingatia sentensi, mbinguni na duniani. Kama kuna kitu ambacho unahitaji mbinguni kwa ajili ya kukusaidia wewe ili uweze kusonga mbele, Mungu anakuambia hivi, Yesu Kristo ambaye ndiye mwana pekee wa Mungu amepewa mamlaka yote. Kama kuna kitu unahitaji hapa duniani kwa ajili ya msaada wowote, Yesu Kristo ana mamlaka yote. Mtume Paulo akaongeza zaidi, anasema katika viumbe vyote, anasema ikiwa ni viti vya enzi, ikiwa ni usultani, anasema yanayoonekana na yasiyoonekana, vilivyoko juu na yaliyoko chini, vyote vilifanyika kwa ajili yake yeye. Pata picha ya kwamba hapa tunaongelea habari ya Yesu Kristo, sio tu aliyekufa msalabani na kafufuka, lakini ambaye ana mamlaka kwa viumbe wote, wanaonekana, wasioonekana, walioko juu, walioko chini, ambao hata hatujawahi kuwaona. Yeye ana mamlaka. Ndio maana kwa jina la Yesu Kristo likitamkwa kwa imani na utambuzi wa nguvu katika hili jina, vitu vinatokea. Yeye mwenyewe Yesu anasema, Baba, siwaombi watoe katika ulimwengu huu, bali uwalinde na yule mwovu. Maana yake ni nini? Hakutaka watolewe kwa sababu kazi ilikuwa ni kubadilisha watu wa ulimwengu waweze kumjua Yesu Kristo. Kwa hiyo wanaomjua Yesu wakiondolewa, hawa wasiomjua itakuwaje? Lakini anasema uwalinde na yule mwovu. Angalia maandiko haya machache uweze kupata hii picha ya hiki tunachokisema. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 16 fungu la 33, Biblia inasema, naye akawaambia, inategemea tafsiri utakayoitumia wewe. Naye akawaambia, katika ulimwengu mtapata dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ili fungu lina maneno mazito ndani yake ambao unatakiwa usikimbie sana uweze kuyaelewa vizuri. Anasema naye akawaambia, katika ulimwengu mtapata dhiki. Ameongea kitu ambacho hakijatokea, anataja kwamba kinakuja.
Unakumbuka kwenye somo lililopita tuliongelea habari ya mtu anayejiandaa kwa ajili ya msimu. Mtu ambaye anajiandaa kwa ajili ya msimu, mavazi kulingana na msimu. Mtu ambaye anajua kwamba msimu wa baridi unakuja, anajiandaa na makoti. Mtu ambaye anajua kwamba msimu wa joto unakuja, anajiandaa na t-shirt kulingana na mazingira. Hatutarajii kuona mtu amevaa jacket wakati wa joto na amejifunga jacket kabisa. Ni huku tu Afrika kwa sababu ya ukoloni. Mtu yuko Mombasa, mtu yuko Dar es Salaam, bado inabidi avae suti na tai wakati wa joto, maana mkoloni alituambia huko ndiko kuonekana kuwa smart. Lakini kila vazi lina nyakati zake. Sasa mtu ambaye anajua nyakati anajiandaa kulingana na wakati. Sikia maneno ya Yesu sasa. Turudi kwenye Yohana 16:33. Naye akawaambia, katika ulimwengu mtapata dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Anakuambia dhiki lazima zije, ila ushindi umeahidiwa. Mungu hajakusudia dhiki ikuvunje, ila amekusudia dhiki ikutengeneze kuwa imara zaidi. Haleluya. Ni sawa na msimu wa mvua. Mvua itakapokuja, kuna mtu ataitumia mvua hiyo kupanda mazao na akavuna. Lakini kuna mtu ataitumia hiyo mvua itakapokuja, itavunja nyumba yake na kuleta madhara. Kwa hiyo inategemea kila mmoja amejiandaa namna gani. Hiki ambacho tunafanya hapa ni kukuandaa ili uweze kujua ya kwamba hakuna kinachokupata ambacho Baba yako wa mbinguni hajakuandalia mlango wa kutokea. Hajakuandalia namna. Lazima ipo namna. Zingatia vizuri sana haya. Sikia tena maneno haya. Kitabu cha Zaburi. Zaburi sura ile ya 30 na Zaburi sura ya 34 fungu la 19. Zaburi 34 fungu la 19. Anasema, mateso ya mwenye haki ni mengi, bali Bwana humponya na hayo yote. Sikiliza maneno haya. Mateso ya mwenye haki ni mengi. Yaani kuwa mwenye haki haina maana kwamba hutapata mateso. Hapana. Ila nakwambia hakuna teso lolote ambalo litakuja kwenye maisha yako ambalo Bwana hata kutoa. Bwana humponya na hayo yote. Hii ni ahadi ambayo unaweza ukaidai wakati unapopitia maisha magumu. Hii ni ahadi ambayo unaweza ukaidai wakati mambo yameenda tofauti na ulivyokuwa umetarajia. Mtoto wa Mungu nisikilize vizuri. Hakuna haja ya mtoto wa Mungu yeyote ambaye anamjua Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mtu ambaye anamjua Mungu, mcha Mungu wa kweli, anayeelewa Mungu na uwezo wake, hakuna haja yoyote ya kutoa uhai wako kwa sababu tu mambo yameenda tofauti na ulivyokuwa umetarajia. Hakuna haja. Usifanye hivyo. Maana maandiko yako wazi, mateso ya mwenye haki ni mengi, bali Bwana humponya na hayo yote. Kumbuka tunasema tunaangalia habari ya mvua katika maisha yetu. Kwa hiyo kama mateso yatakuja, Bwana anasema kwamba atakuokoa katika hayo. Najua kuna wakati wa kujilaumu kwa sababu tumekosea kwa sababu ya uzembe wetu wenyewe. Kuna makosa mengi ambayo tumetenda sisi wenyewe. Tumetoka nje ya mstari wa Mungu, ni makosa yetu. Nami na kazia hili sana, ya kwamba pale ambapo unapojiona ya kwamba umekosea, usijitetee kwa kutafuta sababu, bali kubali mbele za Mungu ya kwamba hapa nimekosea. Hapo ndipo msaada unakuja kwa wakati. Mchungaji, sijakuelewa hapo. Maana yake ni kwamba unapotenda dhambi, unapotenda kosa, unapofanya uasi wa aina yoyote na ukajikuta kwamba umekuletea matokeo mabaya, njia nzuri ni vitu viwili tu vya kufanya. Moja ni kuungama, yaani kukiri kwamba umekosea. Namba 3 ni kutubu, maana yake ni kugeuka. Hakuna shortcut. Ndio, hakuna shortcut. Ni mtu umemkosea, muombe msamaha. Usiashumu kwamba basi tu amejua. Yaani kuna wale watu ambao hawajui kuomba msamaha, ila wanafanya vitu vya kuonyesha kwamba ameomba msamaha. Usijidanganye. Jasiri ni yule ambaye ana ujasiri wa kumwambia mtu nimekukosea, nisamehe. Kwa sababu sisi kama binadamu, haijalishi wewe ni nani, haijalishi ni mchungaji, haijalishi ya kwamba ni mzee wa kanisa, haijalishi ni shemasi, maadamu una damu na nyama, kuna mahali utakosea tu. Dawa ni kukubali kumeza ego, kumeza ile hali ya kujisikia, uimeze ili uombe msamaha. Na ni njia nzuri ya kupata mlango wa kutokea. Yeyote anayeomba msamaha kwa dhati, sio kuomba msamaha ili yaishe, kwa dhati, Mungu atakupatia na mlango wa kutokea. Ndio kanuni ya kimungu jinsi ilivyo. Isaya 43 fungu la 2. Upitapo katika maji mengi, mimi nitakuwa pamoja nawe,
na katika mito haitakugharikisha. Utakapopita katika moto hautateketezwa, wala mwali wa moto hautakuunguza. Ili fungu tumelisoma pia katika somo letu lililopita, tukalikazia vizuri jinsi lilivyo, tukalisoma vizuri sana. Hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo. Rafiki yangu ambao unasikiliza kipindi siku hii ya leo, ninakutia moyo. Ni kweli kuna mvua isiyoepukika, lakini kwa neema ya Mungu tunafundishwa namna ya kuifanya hii mvua isilete madhara katika maisha yetu. Sikiliza vizuri kisa hiki. Maria aliamka na uzito wa ajabu ukimkandamiza kifuani. Haiko maumivu makali, bali uzito fulani wa kihisia, lakini unaoumiza. Kana kwamba hewa ya chumba alimokuwa nayo ilikuwa ni nzito. Nje jua lilikuwa likiwaka. Miale ya rangi ya dhahabu angavu ilikuwa inapiga kwenye kioo cha dirisha lake. Lakini ndani alihisi kana kwamba radi ilikuwa ikipita nafsini mwake. Alikuwa anawaza sana juu ya siku iliyokuwa mbele yake. Mikutano ambapo analazimika kuonekana mwenye kujiamini na jasiri. Mbele yake kuna kazi ya kuandika barua pepe zinazohitaji taarifa za kina na uwazi ambavyo hakuweza kupata kwa wakati huo. Na bado anatakiwa kupata muda wa kuzungumza na wafanyakazi wenzake, mambo muhimu kwa ajili ya ustawi wa kazi. Kila wazo aliliona kama jiwe linaloongezwa kwenye mkoba ambao tayari ulikuwa umejaa na ambao bado alikuwa akihangaika kubeba. Hii ilikuwa ni dhoruba yake, mvua ya kimya kimya na isiyoonekana, ilionyesha na kumfanya awe akihisi kulowana kwa mvua hii, baridi yake ikiingia mpaka mifupani, huku akimwona kila mtu mwingine akionekana kufurahia siku yake na kuonekana kuwa ni njema. Unaweza kuhisi hali hii jinsi inavyokuwa. Unaweza kuona jinsi ambavyo hisia hii inakuwa ni ngumu. Pale ambapo unawaona wenzako kana kwamba wanafurahia maisha, ili hali ndani yako una maumivu ambayo hawawezi kuyaona, lakini ni halisi. Wakati mwingine ukaona wenzako hata wanapiga stori, wanacheka, ndani yako unatamani na utabasamu kama wao. Unajikaza wakati mwingine kutabasamu kwa nje, lakini ndani kuna maumivu yasiyoelezeka, mazito kabisa. Unatazama nje kupitia dirisha la mateso yako na kuona ulimwengu unaoonekana kuendelea na shughuli kama kawaida, chini ya mbingu yenye jua ambalo kwa wengine wanalifurahia, lakini kwako ni kama kero. Unasikia sauti za vicheko kwa mbali, zinasikika kama lugha ya kejeli kutoka sayari nyingine, kana kwamba zinakuambia kuwa wewe ndiye pekee unayeloa kwa mvua hiyo isiyoonekana. Wewe pekee ndiye ambaye ulimwengu wako umegeuzwa na kuwa sauti ya radi na hisia ya baridi, na kila ghasia inaelekea kwako. Rafiki yangu, wakati kama huu, ukiona kila kitu kana kwamba kimevurugika kwako, iko ahadi ya matumaini kwako. Isaya 43 fungu la 2. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Hii ndiyo sauti ya Mungu anayosema na wewe. Wakati unaona kana kwamba kila kitu hakiko sawasawa, unapoona kama vile huwezi kumwelezea mtu kile unachokipitia, usije ukasahau yuko Mungu karibu na wewe. Siku ngumu ni nini hasa? Tunapoongelea siku ngumu tunaongelea kitu gani? Siku ngumu ni nini hasa? Siku ngumu, swali lenyewe ni gumu kwa sababu uzoefu wake unaweza kuwa kama kitu kisichoonekana kwa macho. Uzoefu huu hauna umbo na ni ngumu kuushika. Ukweli wake hautokani na ushahidi wa nje, bali na uhalisia wako wa kile unachohisi ndani. Ni kweli kwa sababu unahisi, na sio kwa sababu unaona kama kitu halisi kinachotembea au kujongea. Siku ngumu ni zaidi ya tukio la kimazingira. Ni siku ambayo unaona kana kwamba umevamiwa na jambo au tukio ambalo unatamani kuliona laiti lingelikuwa ni ndoto na wala si halisi, lakini tukio hilo ni halisi.
Siku ngumu ni wakati ambapo unatamani kile unachokiona kwa wakati huo kingekuwa ni simulizi, lakini si kweli kwamba kimekupata. Lakini uhalisia uko hivi, ni kweli kimekupata, inakubidi ukikabili. Rafiki yangu ambao unanisikiliza, unajua wakati mwingine siku ngumu najaribu kuielezea kama mtu ambaye amemwagiwa mzinga wa nyuki katika mgongo wake au katika kichwa au katika mwili wake, na ghafla anasikia kelele za nyuki zikiwa zinalia na sindano za nyuki zikimng'ata wakati huo bila msaada wa aina yoyote. Siku ngumu. Siku ngumu. Siku ngumu inatofautiana kutoka mtu hadi mtu, hazifanani. Ni siku ambapo nabii anajaribu kuielezea Isaya, anajaribu kuelezea Yeremia, anajaribu kuelezea Ezekieli, anajaribu kuielezea, lakini katika manabii hawa mojawapo akasema ni siku ambayo pesa zinatupwa barabarani maana hazina thamani. Haina maana ya pesa peke yake, lakini siku ambayo kila unachodhani ya kwamba kingekusaidia unagundua kwamba hakina msaada kwa wakati huo. Siku ngumu. Siku ngumu ambapo uko hapo una chakula lakini huna hamu ya kula. Siku ngumu ni siku ambayo unatazama hapo una gari lakini huwezi kuliendesha. Siku ngumu. Kila mmoja ana siku ngumu katika maisha yake. Unajua kuna wakati nakukuta unajiona kana kwamba umepigwa ganzi mwili mzima kwa tukio lile ambalo unaliona. Mwili mzima kama vile umepigwa ganzi. Lakini na habari njema, ukielewa hili somo mapema, hata kama hiyo siku ikujie, utajua ya kwamba msaada wetu unatoka kwa Bwana. Daudi anasema, nitayainua macho yangu nitazame milima. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu unatoka kwa Bwana. Kuna saa mpaka watu uliowatarajia wangekusaidia katika siku ngumu hawapo tena. Msaada wako utatoka wapi? Msaada wako utatoka kwa Bwana peke yake. Sijui naongea na nani katika muda huu ambaye anapitia kitu gani katika wakati huu, nami nakuambia macho yako sasa yamtazame Bwana, yasitazame mtu. Nikukumbushe maneno haya, usiweke tumaini kwa mwanadamu ambaye pumzi yake humtoka. Usiweke tumaini kwa wakuu ambao siku moja hutoweka. Weka tumaini lako kwa Mungu ambaye adumu milele. Mwanadamu anaweza kukuangusha, lakini Mungu atakushikilia. Hata kama kuna mtu ataletwa akusaidie kwenye maisha yako, acha aletwe na Bwana, maana akiletwa na Bwana utukufu utakuwa wa Bwana. Lakini ikiwa ni mtu ambaye amekuja kwa jitihada zako wewe mwenyewe, utajikuta kwamba saa nyingine utamsifu yule mtu au utajisifu wewe mwenyewe. Unasema, mchungaji, kwa ina maana ya kwamba tukae tu bila kuhitaji msaada? Hapana. Bisha, ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa. Baada ya kuomba kuna kuchukua hatua. Usiishie kwenye maombi, ingia kwenye kuchukua hatua pia. Katika kuchukua hatua ndio kubisha kwenyewe huko. Katika kuchukua hatua ndio kwenda kutafuta kazi kwenyewe huko. Katika kuchukua hatua au kubisha ndipo kuandika barua za maombi ya kazi. Katika kuchukua hatua ndio unatakiwa uende ukawaambia watu, nina ujuzi huu na huu na huu, natafuta kazi. Na katika kuchukua hatua huko, mtu aliyeletwa na Bwana pekee ndiye aje katika maisha yako. Wako baadhi ya watu ambao watakuja kwenye maisha yako na unadhani ya kwamba huenda Bwana amewaleta, lakini mtu aliyeletwa na Bwana hataleta tabia ya kujisifia yeye, bali atakuwa mnyenyekevu na wewe utamwona Bwana kupitia yeye. Nimekuwa nikilikazia hili sana katika maisha yetu, kwa sababu siku zote utukufu unapaswa kuwa wa Mungu. Atupae uwezo wa kusaidia watu, atupae maneno ya kuwafariji watu, lakini pia ambaye anatuletea watu kutufariji au kutusaidia kiuchumi, kifedha, connection za ajira, mawazo. Bwana awalete watu sahihi katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Siku ngumu ni zaidi ya tukio la kimazingira, ndio, lakini katika yote haya Bwana ametuandalia na mlango wa kutokea. Nyakati hizi huonekana kuwa kimya sana, ambazo hata wakati mwingine watu ambao unawatumia jumbe ili wakujibu hawajibu kwa wakati. Usiwachukie,
ni siku ngumu zimefika. Usiwachukie, usijenge chuki. Hata baada ya kutoka usilalamike kwamba wakati wa shida yangu fulani hakujitokeza. Zilikuwa ni siku ngumu. Ndiyo, kwenye kitabu cha Desire of Ages ukurasa wa 483 kuna maneno haya: Yesu anajua mizigo ya kila moyo, anajua huzuni zetu, hata kama hatuzitamki. Tunapohisi hatuna rafiki wa kumweleza yaliyo moyoni mwetu, yeye ndiye rafiki yetu. Ndiye rafiki yetu. Unayenisikiliza, Yesu yuko na wewe hapo hapo chumbani ulipo. Yesu yuko na wewe hapo hapo ofisini uliko. Yesu yuko na wewe hapo nyumbani. Yesu yuko na wewe barabarani. Yesu yuko na wewe kwenye daladala. Hafungwi na eneo. Lakini mchungaji, mmetuambia yuko mbinguni anatuombea. Ndiyo, yuko mbinguni anatuombea, lakini kwa njia ya Roho wake yuko nasi hapa. Chukua kiti chumbani kwako, kaa na Yesu chumbani, ongea naye, mwambie mambo yako. Nenda na Yesu, tembea naye. Wakati mwingine chukua muda wa matembezi na Yesu barabarani. Ukuwa unatembea na Yesu barabarani, ongea naye, jadiliana naye mambo, mwambie mambo yako. Wakati mwingine nenda porini, kuwa na miadi na yeye, mwambie tukutane sehemu fulani. Yesu, nenda kule porini, kaa katika jiwe, kaa chini ya mti, ongea naye kama Nikodemu alivyoongea naye. Hakuna sema mchungaji, simuoni. Humuoni kwa jicho la damu na nyama, lakini yuko na wewe kiroho. Msimulie yale mambo yote, msimulie kwa imani. Yuko na wewe hapo. Narudia tena maneno haya ambayo anasema Ellen White: Yesu anajua mizigo ya kila moyo, anajua huzuni zetu, na hata kama hatuzitamki. Ndio, hata kama hujazitamka. Tunapohisi hatuna rafiki wa kumweleza yaliyo moyoni mwetu, yeye ndiye rafiki yetu. Sasa sikiliza, hii ni pointi muhimu sana. Usiyafananishe maumivu yako. Acha tabia kufananisha. Ndio, kuna wakati kufananisha kwetu ni kwa nia nzuri, nitaielezea hapo. Lakini hii nia nzuri usipoichukua vizuri inaweza kuleta madhara. Kila moyo una mzigo wake. Ndio, kila moyo una mzigo wake. Tunakosea kama binadamu, hata mimi nakosea. Kuna wakati unamwambia mtu kwamba maumivu yako haya mbona madogo sana. Ni kweli tunakosea kama binadamu kutamka hivyo, lakini kuambie kila maumivu ni mazito kulingana na wakati na mtu kwa wakati huo. Ndio, sikiliza hapa nilipo sasa hivi hapa, nikishikilia hii simu tu, jinsi nilivyoshikilia hii simu sio nzito. Umeona jinsi ninafanya? Sio nzito. Naweza nikashikilia vizuri tu hii simu na sio nzito sana. Haina maana haina uzito, lakini haina uzito sana wa kufanya nishindwe kuishika. Lakini kwa kadri masaa yanavyoenda, nikiwa nimeishikilia hii simu, uzito wake unaongezeka. Hata wewe ni shahidi, unajua hili. Kadri masaa yanavyoenda, nikiambiwa niweke mkono hivi ulivyo na simu iko hapa, utaona uzito wake unaongezeka. Haina maana kwamba uzito wa simu umeongezeka, ila muda wa kushikilia umeongezeka. Ndio inavyokuwa kwenye maisha. Kuna mtu jambo utaliona dogo kwake, lakini muda aliolishikilia mrefu unasababisha lionekane kuwa zito na kubwa zaidi. Usidharau maumivu ya mwenzako, na wala wewe unayepitia maumivu usiyalinganishe maumivu yako na mtu mwingine. Usilinganishe. Hebu wewe ambao unafuatilia katika television, tusome pamoja maneno haya. Katika jamii ya leo, hasa kupitia mitandao ya kijamii, tumezoea kuona maisha ya wengine kwa juu tu. Tunaona furaha zao zilizokuzwa au misiba yao mikubwa iliyotangazwa. Hali hii inatufanya tuangukie kwenye mtego wa hatari, kuanza kupima na kulinganisha maumivu yetu na wengine, tukitengeneza kimya orodha ya mateso. Hapa inamaanisha nini? Ya kwamba kwa sababu ya mitandao ya kijamii siku hizi, kuna vitu vinarushwa mitandaoni. Unaweza kumwona mtu ana maisha ya raha sana, lakini yale maisha sio halisi.
Na unapomwona mtu ana maisha ya raha sana, unaanza kujiangalia maisha unayoishi wewe na kuona mwenzako amewini kuliko. Vijana wa leo katika nchi ya Tanzania wana maneno wanasema amejipata. Ndio ambao wanasema hivyo, amejipata. Lakini maisha mengi ya mitandaoni sio halisi. Baadhi ya magari ambao unaona watu wanapiga picha nayo sio magari halisi. Sio halisi namna gani? Sio ya kwao. Ameazima kwa mtu, au hata kama ni la kwake ana mkopo nalo. Kwa huku ukimwona kwamba anafurahia gari lakini ana mateso ya mkopo. Raha gani hiyo? Watu wengine wanaenda kupiga picha kwenye nyumba ambazo sio za kwao ili tu kuonyesha kwenye mitandao ya kijamii. Na wengine wako bize sana kuonyesha maisha ya raha walionayo kwenye hoteli, kwenye ufukwe na nini. Kwa bahati mbaya sana, kisaikolojia wanasema watu ambao wana enjoy maisha kiukweli katika uhalisia, kwenye mahoteli, wanasafiri na ndege, wanaenda wapi, huwa hawaonyeshi. Wanasema wanasaikolojia kwamba kitendo cha mtu kuonyesha sana maisha yake ya raha ni ishara ya utupu wa ndani. Kuna kitu hakiko sawa, anahitaji kukijaza. Ndio. Najua umenisikiliza na hata mwingine unatabasamu. Ndio ukweli wenyewe. Sasa twende vizuri tuone mambo jinsi yalivyo. Usije ukadanganywa na show za mtu kwenye mitandao ya kijamii. Usije ukadanganywa na mtu ambaye anapiga picha na mke wake na video wakiwa wanacheka siku zote pale kwenye mitandao ya kijamii na wanakumbatiana sana, ukadhani kwamba kila kitu kiko sawa. Wengine wameamua kuonyesha hivyo, au wengine wameamua kufurahia wakipuuza maumivu, maana hakuna ambaye hana, ila ameamua kucelebrate, ameamua kusherekea. Yaani sherehe ni maamuzi. Kwa wakati mwingine ukiona wale, ukiona unapitia ugumu kwenye ndoa yako, unaanza kuona kama vile umefeli. Unaanza kuona kama vile wewe ni mjinga. Mbona wenzangu wanaishi maisha mazuri? Ni kweli wanaishi maisha mazuri, lakini wana upande mwingine wa shilingi ambao hawaja kuonyesha. Na wewe fanyia kazi haya matatizo ulionayo. Ninaamini kwa hekima na neema ya Kristo utatoka. Lakini usije ukajisahau, utakapotoka katika haya, yakija mengine, jipange kuyadhibiti. Umeumbwa kushinda. Mungu atusaidie sana. Sasa sikiliza, usipuuze maumivu madogo. Ndio, nimesema hivyo, usiyapuuze. Jamii au kwa jinsi makuzi yetu jinsi yalivyo, tumefundishwa kupuuza. Au saa nyingine nikitumia neno kupuuza ninakosa neno zuri kabisa, lakini maana yake ni kusuppress au kukandamiza, yasijitokeze. Sasa unapoendelea kuyakandamiza na kuto kujua namna ya kuyashughulikia, yanajikusanya, yanakuja kulipuka baadaye. Hebu sikia tafiti za kisaikolojia zilivyo. Unajua watu wengi sana, wewe, mimi nayeongea na wewe, kuna vitu tunavita childhood wounds, majeraha ya utotoni. Majeraha ya utotoni haya yanakuja kujitokeza baadaye katika utu uzima na tabia fulani fulani, ambazo kama tukianza kuyatambua, badala ya kuyakandamiza, tuyatambue, tukiyadhibiti, tunaweza kuishi na kuyaondoa. Maana ukiyakandamiza, utayakandamiza, hayataonekana kwa wakati ule, lakini bado yataendelea kufukunyua, yanahitaji kulipuka ili yaweze kutoka. Nitakupatia mifano kadhaa ya mambo ya utotoni ambayo yanatuumiza ukubwani. Hujawahi kuona kwenye mawe au maukuta makubwa porini kuna maneno yameandikwa machafu, lakini mwandiko ni wa mtu mzima? Wanasema huyu mtu ukimchunguza vizuri, wakati wa utoto wake, kuna stage ambayo kama sijakosea ni Sigmund Freud aliitaja, ita genital stage. Ni wakati ambapo mtoto anakuwa na tabia ya kuchezea maungo yake, lakini pia mwingine anakuwa na umri fulani ambao anaongea maneno yasiyofaa. Nikisema hivyo mmenielewa, natumia tasfida. Kwa hiyo wakati wa kujichezea maungo yake wanaita ni genital stage. Ina maana ya kwamba wakati ule kama akijaribu yani hiyo stage anaivuka. Akiivuka unaweza ukashangaa mtu mzima kabisa yuko mbele ya watu, anashika maeneo ambayo hakupaswa kushika mbele ya watu. Alivuka stage. Mwingine alikuwa hana muda wa kuongea hayo maneno, kwa hiyo ile kitu inafurukuta ndani, anajikuta ameandika kwenye mawe. Na kupatia mfano mwingine uweze kuelewa sasa. Kumbuka tunaosema kwamba usipuuze maumivu madogo madogo, usitoke nje ya point. Sikia hili. Watu wenye tabia ya kwenda haja ndogo barabarani
ni wanaume zaidi kuliko wanawake. Wanawake ni wachache sana wenye hii tabia, lakini wanaume wanaongoza wengi sana. Na hata kama mkiwa mnasafiri na basi ikatokea mmesimama, huku Tanzania wanaita kuchimba dawa, wanawake watajikuta wanaingia ndani sana, lakini wanaume ni pembeni tu hapo, amemaliza habari yake. Ili bidi wataalamu wa psychology wafanye uchunguzi kwamba hivi ni kwa nini wanaume wanakuwa na hii tabia. Wakagundua mambo yafuatayo. Mtoto wa kiume wakati akiwa mdogo mara nyingi yuko na mama yake, sio baba. Kwa wakati anaposikia kujisaidia haja ndogo, mama anashindwa kumpeleka kwenye choo cha wanaume, lakini pia anashindwa kumpeleka kwenye choo cha wanawake, maana ni wa kiume. Kwa mwisho mama anasemaje? Anaambia malizia hapa. Kwa kanaanza kukua kakijua kwamba hii habari unaweza kumalizia popote. Mpaka leo unakuta mtu mzima kabisa na degree zake anamalizia popote. Usipuuze mambo madogo madogo. Bado nataka nikueleweshe uweze kuelewa vizuri. Kulia kisaikolojia, mtu ambaye analia anaondoa uchungu, ni tiba. Japo ikipitiliza pia ni tatizo. Kila kitu kwa kiasi. Wanaume hawalii kwa asili, na wanaume walio wengi hawalii, na ikatokea kwa mwanaume analia watu wanaanza kumshangaa kabisa. Lakini ukweli uko hivi, kitendo cha wanaume kutoa machozi ni kugandamiza maumivu yaliyoko ndani, yanakuja kujitokeza kwa sura nyingine hapo baadaye. Ni kwa nini wanaume hawalii? Wataalamu wa tabia, sayansi tabia, wakaanza kufanya uchunguzi. Wanasema katika ukuaji wetu tukiwa wadogo, hasa wanaume wenye asili ya Afrika na Asia, tumekuwa katika mazingira ambayo tunaambiwa mwanaume halii, mwanaume hawezi kulia, mwanaume ukiona wewe mwanaume mzima unalia. Kwa hiyo unakuwa na hiyo hali. Kuna wakati unapambana na mambo ambayo kulia kwako kungekusaidia kuitoa hiyo sumu, lakini subconscious yako, akili yako ya ndani imerekodi mwanaume halii. Leo nakupa taarifa, usiyadharau maumivu madogo madogo. Njoo kwenye ndoa. Wanandoa ambao wanapitia ile migongano ya kindoa ya kawaida, wanafikia stage ambayo jinsi ambavyo akieleza tatizo kwa mwenzake anavyolipokea inamwambia kesho aseme au anyamaze. Kwa kadri ambavyo reaction ya huyu mtu inakuwa ni kubwa, huyu ambaye anaongea tatizo ambayo amelipata au changamoto ambayo anaikuta kwa mwenzake anafunga mlango. Kwa anapofunga mlango, anatembea kwenye kifuniko cha gamba la kobe. Kwenye ndoa kuna kitu kinaitwa kutembelea gamba la kobe. Yaani unachukulia kama vile mambo yako sawa, lakini unaumia kwa ndani. Sasa kwa jinsi unavyoendelea kuyatunza haya mambo ambayo mwenzako amekutendea, huyapendi, lakini unaogopa kuyasema, kwa sababu ukiyasema unaogopa reaction yake, yanaendelea kukaa. Haya mambo hayaishi, yanakaa ndani. Ndipo unajikuta baadaye mtu anaguswa na kitu kidogo analipuka kweli kweli, mpaka anajiuliza, hivi mgogoro ni kalamu tu? Sio kalamu. Kuna vitu vingi ameviweka ndani. Nami nawaambia wanandoa hivi, dawa sio kunyamazia matatizo, bali ni kuwa na ujasiri wa kuyakabili na kuyasema. Anaposema mwenzako akiyatoa, hiyo ndiyo dawa. Sasa tufanyeje basi? Maana mwingine anasema, mchungaji, mimi naogopa reaction ya huyu mwanamke, nitakapomwambia najua atakavyolipuka. Huyu mwanamume nikimwambia atalipuka. Ni vizuri wanandoa wote wawili waweze kujifunza namna ya kupokea taarifa zinazoumiza. Ni vizuri kuyakabili matatizo kuliko kuyakwepa. Usipuuze maumivu madogo madogo. Kule kwenye milima ya kwetu kuna kauli moja ya Kipare ambao wanasema ya kwamba mawe madogo ndiyo yanayoua jembe. Kwa nini? Kwa sababu jiwe kubwa ukiliona utakwepa, lakini jiwe dogo utalipuuzia. Kwa unavyoendelea kulipuuza taratibu taratibu, linaua yale makali. Huu unaweza kuwa mtego wa kisaikolojia. Wakati mwingine tuna ile kauli ambayo tunasemaga potezea 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 potezea. Sasa ngoja niongee katika sura ya kimahusiano ya ndoa, alafu nitakuja niongelee katika maisha ya kila siku. Sikiliza sasa hapa. Jinsi unavyopuuza makosa madogo madogo, kupotezea, tunaita kupotezea. Unavyopotezea jambo, ndivyo ambavyo yanaendelea kukusanywa, yanakuwa ni mengi. Mnakumbuka pale mwanzoni tunaongelea kisa cha Maria, ni kwamba alikuwa anaona kwamba mfuko wake kana kwamba unajazwa mawe. Sasa je, unaweza ukasema, mchungaji, ni kila kitu niongee, nikiona changamoto yote niongee kwenye ndoa yangu? Hapana. Nao utakuwa ni mlalamishi sasa.
Lakini ni vizuri kama kuna kitu ambacho kimekuuma, kielezee. Lakini vizuri yule ambaye unaelezwa ujifunze namna ya kupokea lile jambo, ili kumfanya mwenzako aendelee kuongea zaidi, lakini pia na kufikia hitimisho zuri. Changamoto inakuwa hapa endapo kuna mtu ambaye anasikiliza ili ya kujibu, yani anajiandaa kujibu kabla hujamaliza, anakuwa defensive. Hapana. Na mimi nikwambie hivi, mwanandoa unanisikiliza, kama upo kwenye ndoa ambayo mwenzi wako ukimwambia jambo, hata kama mtatofautiana hapa mwanzoni, lakini mwisho anatambua kosa lake na kuomba msamaha kwa dhati, mshukuru Mungu sana. Nimesema kuomba msamaha kwa dhati kwa sababu kuna kuomba msamaha ili yaishe, lakini kuna kuomba msamaha nimejua kosa langu. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Usipuuze haya mambo. Tuje katika mambo ya kiroho sasa. Una jambo ambalo unalipitia, ni tatizo. Usiogope kumwambia Mungu changamoto yako. Usiogope kutafuta msaada kwa mtu sahihi, kwa sababu kwa kunyamaza taratibu yanajikusanya, yanaweza kuwa ni makubwa kabisa kwa sababu ni madogo madogo. Hebu sikiliza vizuri hapa. Maumivu hayapimwi kuwa makubwa, bali kwa jinsi yanavyokuathiri wewe binafsi. Jiwe dogo ndani ya kiatu chako linaweza kukuzuia kutembea na kukupa maumivu makali, hata kama pembeni yako kuna mlima mkubwa. Kwa usisubirie kuzuiliwa na mlima mkubwa, bali dili na jiwe dogo ndani ya kiatu, maana jiwe dogo ndani ya kiatu usipolishughulikia linaweza kuleta madhara makubwa, kukuchelewesha katika safari. Matatizo madogo madogo yashughulikie kwa wakati wake. Usisubiri yakae kwa muda mrefu. Usije ukasahau pointi muhimu ambayo nimeiongea mwanzoni kabisa. Usilinganishe maumivu. Madhara ya kulinganisha maumivu na mtu mwingine ni yapi? Sikia. Kulinganisha maumivu kuna madhara makubwa ya kihisia na kisaikolojia. Ndiyo. Unajua watu ambao wengi ambao wamefikia kiwango mpaka cha kujiua au kupoteza uhai, kujidhuru, ni kwa sababu tatizo lile kwanza alishindwa kulisema. Anaogopa kulisema kwa sababu anaona akilisema ataonekana kama vile, yani kitu kidogo hicho kinakupa pressure, kwa ananyamaza. Lakini pia mwingine anaogopa kuhukumiwa. Ndiyo, anaogopa kuhukumiwa, kwa anaamua kunyamaza. Lakini mwingine anajilinganisha na wengine, anajiona yeye ni dhaifu. Mbona wenzangu wanaweza, mimi nashindwa? Basi itakuwa mimi ni dhaifu kweli kweli. Hapana. Sio dhaifu hata kidogo. Wewe ni imara, unaweza kukabili. Hebu tuangalie madhara ya kujilinganisha au kulinganisha maumivu yako na watu wengine. Kwanza, utaangalia slide yako kwa yule ambao unafuatilia katika television. Kwanza, husababisha kujitenga na upweke. Unapoamini kuwa shida zako ni ndogo, unasita kuzizungumzia. Unaona kuzijadili na mtu ili upate suluhisho ni udhaifu. Unahisi aibu na kuogopa kuonekana kama mtu dhaifu au anayelalamika mno. Hii inakufanya ujitenge na watu wanaoweza kukusaidia, na hivyo huongeza hisia za upweke na kujitenga. Nafikiri umenielewa vizuri hapa, mtazamaji wangu na msikilizaji. Unapoanza kulinganisha maumivu na wengine, unaanza kujitenga. Hapana, wataniona mimi mdhaifu sana. Yaani jambo hili tu, hapana. Hilo jambo, kwanza kumbuka tumetofautiana misuli ya mwili na misuli ya kihisia. Iko tofauti kabisa. Nilikupa mfano wa simu. Nikwambia kwa jinsi unavyoendelea kuishikilia simu kwa muda mrefu inakuwa nzito. Vivyo hivyo huwezi kulinganisha uwezo wako wa kustahimili mambo, mimi na wewe. Hatuwezi kuwa sawa hata kidogo. Ni sawa na kitu ambacho katika saikolojia ya leo, ambao nimelisema hili pia mara kadhaa, ya kwamba kuna kitu siku hizi wanakiita emotional intelligence. Yaani werevu wa kihisia. Mtu anakuwa mwerevu na mwenye uwezo mkubwa wa kihisia. Hatuwezi kuwa sawa. Mtu ambaye ana werevu wa kihisia anagombana mara chache sana na watu. Kwa nini? Ni kwa sababu ana uwezo wa kujua kwa nini watu wanakuwa hivyo walivyo. Yeye haangalii jinsi walivyo, anaangalia kwa nini wamekuwa hivyo walivyo. Kwa hiyo inamsaidia, anagombana kidogo sana.
Mtu ambaye ana werevu mdogo wa kihisia anagombana na kila mtu kwa sababu anamuona kila mtu anafanya makusudi. Ndio anakwambia haiwezekani afanye vile, atakuwa amefanya makusudi. Mtu ambaye ana werevu wa kihisia, hata hicho ambacho unakiita kusudi, yeye anasema kinachomfanya pia afanye kusudi ni kwa sababu kuna shida. Hayuko sawa huyo mtu. Kwa hatuwezi kuwa sawa katika uwezo wa kubeba mambo. Hatuwezi kuwa sawa kabisa. Sasa usije ukaona aibu kutafuta msaada, ila tu nimetoa tahadhari. Tafuta msaada kwa mtu sahihi. Sio kila mtu anaweza kukupa msaada. Wakati mwingine muombe Mungu, piga magoti, mwambie Mungu, napitia wakati mgumu, nimeleta jambo hili mbele yako Yesu, uweze kunisaidia, lakini nahisi kuna saa inahitajika msaada wa kibinadamu. Niletee mtu sahihi ambaye naweza kumwambia nachokipitia. Kwa maombi Mungu atakuletea mtu sahihi. Sio kila mtu sahihi ambaye unamuona wewe anafaa. Rudi katika magoti na kazia hili sana. Tuwe watu wa kumwomba Mungu ili Mungu atusaidie kuwapata watu sahihi. Ndio, kujilinganisha na mwingine kutakuletea kujitenga na upweke. Maana unajiona kana kwamba wewe ndiye huwezi. Nakumbuka mmoja wakati naongea naye akasema, mchungaji, nimejiona kana kwamba mimi ni mjinga. Namwambia kwa nini? Asema, mbona naona wenzangu wanapita kwenye haya mambo lakini mimi nimeshindwa. Mimi naona kama ni mdhaifu sana. Hapana, sio mdhaifu sana. Hata na wao wana namna yao ya kukabiliana na mambo yao kwa staili yao tofauti. Hakuna udhaifu. Hapana. Usijione duni. Kabili jambo lako kwa usahihi. Jambo la pili. Kujilinganisha na wengine kunachelewesha kupona. Ndio. Kujilinganisha na wengine katika mambo ya matatizo kunachelewesha uponyaji. Maumivu yaliyofichwa na kupuuzwa huwa hayaponi, badala yake yanageuka kuwa kidonda cha ndani kinachoendelea kuuma. Kwa kutotafuta msaada au hata kukubali kuwa unaumia, unachelewesha mchakato wako wa uponyaji. Inakubidi wakati mwingine ukubali kabisa kwamba hapa kweli nimeumia. Nataka msaada. Kuna bwana mmoja ambaye inasemekana ni memba wa kikosi cha Kirusi kinaitwa KGB wa zamani, mzee mstaafu. Ana msemo wake ambao niliupenda sana. Anasema, jifunze kuyatumia maumivu. Ndio, jifunze kuyatumia maumivu. Unajua wakati mwingine kujidai kwamba uko sawa kunaongeza tatizo. Ndio, kunaongeza tatizo. Wakati mwingine shida yako hiyo kama ungelisema tu kwa mtu, ukamwambia fulani, unajua kuna changamoto inapitia, ungeshangaa jinsi ambavyo anakupa majibu ya haraka haraka. Hiyo muone fulani atakusaidia. Muone fulani. Wakati mimi ni mchungaji pale Dodoma, nilipata kisa hiki cha mama mmoja ambaye, kuna mzee hapa upande wa Dodoma kuna changamoto fulani, sio niite changamoto au nisemeje, lakini vyovyote vile itakavyokuwa. Kulikuwa na wakati fulani kuna watu walikuwa wanapita nyumba kwa nyumba kuomba. Wanaomba misaada. Wengi tu walikuwa wanapita nyumba kwa nyumba. Sasa kuna mzee mmoja akawa anapita kwenye nyumba ya huyu mama mara kwa mara kuomba msaada. Naomba chakula, naomba sui nini, anapewa, anaondoka. Mama alikereka na ule mzee. Akaambia watoto wake pamoja na binti wa kazi ya kwamba huyu mzee nyewe ndio mnamuendekeza. Akija hapa mnampa misaada, anaondoka. Kwa hiyo anakariri ya kwamba hapa lazima aje kupewa msaada. Msimpe. Ili asije. Basi mama yule akiwepo, yule babu akija kugonga pale, hawamfungulii gate. Wananyamaza kimya. Lakini watoto wake hawa ni watoto ambao na binti wa kazi wanasikiliza vizuri masomo yakifundishwa kanisani. Kwa wanajua umuhimu wa kusaidia watu. Siku moja yule mama akiwa hayupo, babu yule akaja. Asubuhi mama ameenda kazini. Alipokuja pale, watoto walikuwa wako likizo, ni wakati wa likizo. Wakatoka watoto wote waliokuwepo pale. Wakampelekea yule babu chakula. Wakampa pia na msaada mwingine ambao walikuwa nao. Sasa yule babu wakati anaangalia watoto, akagundua mtoto mmoja katika uso wake ana shida. Hii shida ya ngozi. Wameenda kila mahali. Ni watu wenye uwezo wa kiuchumi. Amepelekwa mpaka kwa wataalamu wa ngozi katika hospitali ya taifa kule Muhimbili. Wamemtazama yule mtoto, amepewa dawa lakini imeshindikana. Yule babu akamwambia dada wa kazi, huyu mmempa dawa? Akamwambia ameshapewa dawa, imeshindikana.
Babu tu akamwambia binti wa kazi, kuna lile jani lile pale, chukua lile jani, changanya na hili jani hili hapa, pekecha vizuri, mpake huyo atapona. Umesikia? Akachukua lile jani. Baada ya muda, binti wa kazi akalipekecha lile jani. Baada ya kulipekecha lile jani, akampaka ule mtoto. Baada ya siku 2-3, yule mtoto akaonekana kuwa na unafuu. Kama sijakosea ni siku 4, maana hiki kisa ni cha muda mrefu sana. Akaonekana kwamba ana nafuu. Mama akanotice, kwa sababu siku aliyompa huyu mtoto aliyopekecha ile dawa akampaka, bahati nzuri siku ya 3 au ya 4 ikaangukia weekend. Kwa mama akaanza kugundua kwamba mtoto wake ameanza kubadilika ile ngozi. Wakati anamwangalia kama, fulani, mbona umeuko vizuri? Akasema, dada alinipaka dawa. Mama akamwita dada, dada ulimpaka dawa? Wanaogopa kuelezea nani aliwapa dawa, kwa sababu ni yule mzee ambaye walipigwa marufuku kwamba wasimpokee. Akamwambia ndio, maana watoto huwa wanasemaga tu alipekecha hivi na hivi, akawa amenipaka. Akasema ndio. Dawa gani hiyo, tuendelee kumpaka? Akamuonyesha ni jani ambalo linaota hapo nje kwao. Nani alikwambia hii ni dawa? Nimehangaika, nimepoteza hela nyingi, na tulikuwa tuna plani kwamba hata kuna trip baba yao akienda India, huyu apelekwe India. Akaambia kuna babu mmoja. Yupi? Akamtaja yule babu ambaye wanasema ya kwamba asipokelewe, maana ameshazoea kuomba pale. Sikiliza vizuri. Kumbe jibu la tatizo lilikuwa kwa huyu babu ambaye anamfukuza. Kama sijakosea ni wiki zilizopita, ilikuwa ni siku ya Umoja wa Mataifa ya kuwasaidia watu ambao wana mawazo ya kujiua. Nilifuatilia kidogo siku ile. Hata kwetu hatukuisherekea vizuri ile siku, lakini naona wenzetu walifanya kazi ya kuisherekea vizuri. Nikafuatilia kwenye website ya WHO. Walikuwa nazunguka kuwahoji watu mitaani. Mtu anaulizwa, je, mtu akija kukuambia ya kwamba ana mawazo ya kujiua, utamsaidiaje? Watu wengi sana walikosa majibu. Mwingine tu mmoja ndio akajibu akasema, nitamwambia usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Mwingine akasema, mimi nitamkemea kweli kweli, aache huo ujinga. Nikakumbuka si kijijini kwetu ukiongea mambo wanakuambia tema chini. Lakini uhalisia uko hivi. Mtu anapokuambia ya kwamba ana mawazo ya kujiua, usimkemee. Mchukue, mpeleke sehemu nzuri yenye utulivu. Kaa naye kulingana na mazingira yako. Mwambie pole sana. Wewe una thamani kubwa mbele za Mungu aliye hai. Una thamani kubwa sana kwa jamii. Je, unaweza kuniambia kile unachokipitia ambacho kinakusababisha ufikirie kutoa uhai wako? Mwambie, nitakutunzia siri, tuongee mimi na wewe. Na kweli mtunzie siri, msikilize. Mungu atusaidie sana. Rafiki yangu, nimesema hivi, kuyazuia mambo au kulinganisha matatizo na ukajiona ya kama vile ya kwako, ukiyasema utaonekana mtu wa ajabu sana, kunachelewesha kupona. Wakati mwingine unaweza ukashangaa huyu ambao unakwepa kumwambia shida yako ndiye ambaye ana msaada. Wakati mimi nikiwa mdogo, nadhani wakati huo darasa la kwanza au la pili, nilipata vidonda kichwani. Vidonda ambavyo vilikataa kupona, na vilikuwa vinatengeneza ugumu fulani hapo, kiasi kwamba hata yale makovu wakati mwingine ilikuwa inabidi yakatwe kwa kutumia mkasi. Zama hizo tulikuwa tunanyoa nywele kwa kutumia mkasi. Na kwa kadri kinavyopona kile kidonda, ilikuwa unasikia muwasho fulani hivi, mpaka kuna saa unafanya hivi. Kama wale wa mama ambao wanakuaga na vile vitu wanavyoweka kichwani, manywele ya kushonea humo, na wanawashwa mpaka unakuta anasugua hivi, mwingine mpaka anapiga hivi kabisa. Naweza mimi kuwaelewa kwa sababu nilikuwa na vidonda kichwani. Nilichomwa sindano, ndio wakati huo nikaanza kujua maumivu ya sindano inaitwa Cristapen. Nilichomwa PPF. Sindano antibiotics zote ilishindikana. Nikapewa tube za kupaka hapo kichwani, ikashindikana. Nikana kwamba ilikuwa kama vile ni yakubali yale maisha. Maana kumbuka wakati huo mama yangu akiwa ananiosha kichwa, alikuwa akiminya hapo kichwani, usaha unatoka, akiachia unasikia kabisa kama kuna milunzi inapiga nchui hapo kwenye madonda jinsi alivyokuwa.
Lakini unajua, alijitokeza tu mtu mmoja tu, naye akaja hapo nyumbani, akatazama, akaniangalia, akamwambia mama yangu kwamba kuna mti fulani, ukichukua ule mti, na kama sijakosea ilikuwa ni mti wa mvule, chukua utomvu wake paka kichwani, na aina nyingine ya mti ambao nimeusahau jina lake, ule chukua, choma, tengeneza mkaa wake, paka na tumia mafuta kama ya nazi, paka kichwani, mambo yanaenda. Mama yangu akatumia zile dawa 2, nilikuja kupona kabisa mpaka wa leo. Wakati nimeshakuwa mtu mzima, naanza kusoma hizi research mbalimbali juu ya masuala ya afya, ndipo nakuja kugundua kwamba mafuta ya nazi yana antibiotic, lakini pia yana antiviral. Lakini pia mkaa unafyonza sumu na kuua baadhi ya bakteria. Ndipo nikaanza kupata combination ya ile dawa ya kienyeji jinsi ilivyokuwa, mpaka nikapona. Kumbe huenda wangetumia mbinu ya kunivalisha kofia kichwani na kuficha yale majeraha yangu, huyu mzee aliyekuja kuniona asingetoa suluhisho la dawa. Mwalimu Nyerere ana msemo wake ambao anausema sana wa Kiswahili, alikuwa anautumia sana kusema, mficha ugonjwa kifo kitamuumbua. Kujilinganisha na wengine ukajiona kwamba ni kama vile udhaifu, kusema inachelewesha kupona. Lakini usahau tahadhari, sio kila mtu ni wa kumwambia. Jambo la 3, kuficha au kukaa katika upweke kunasababisha watu wasijue wakutendeeje. Kwa lugha nyingine ni kupoteza huruma kwa wengine. Niliona video moja, wenda na wewe ulishaiona hii video. Hii video ilionyesha mtoto mmoja ambaye kila wakati alikuwa anachelewa darasani, na wakati anapokuja mwalimu alikuwa anamchapa sana. Mwalimu alikuwa anamchapa. Siku moja mwalimu akaamua afuatilie ni nini kinamchelewesha huyu mtoto. Baada ya kufuatilia maisha yule mtoto, akaja kugundua kwamba kabla ya kuja darasani, huyu mtoto alikuwa na kazi ya kumhudumia mzazi wake ambaye ni mgonjwa kwanza. Baada ya kumhudumia huyu mzazi wake, ndipo alikuwa anakwenda shule. Baada ya kujua nini kimemchelewesha, ndipo akajua mtendeeje huyu mtoto vizuri. Sikiliza nikwambie, kutafuta mtu unayemwamini bila kuogopa atakuchukuliaje na kumwambia changamoto unayopitia itakusaidia kupata huruma sahihi, ili wajua kutendeeje kulingana na hali yako. Tunapoenda kuomba sasa, nikukumbushe maneno haya. Umechoka? Je, umesumbuka? Mwambie Yesu sumbuko lako. Unalemewa na dhambi rohoni? Mwambie Yesu pekee. Machozi yanakulenga-lenga? Mwambie Yesu. Tunapoingia kwenye maombi sasa, mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu, nipe rafiki sahihi. Niletee rafiki sahihi ambaye naweza kumwambia haya mambo. Mwambie Yesu. Wakati wa mvua yoyote katika maisha yako, Yesu yupo, atakusaidia. Na kuachia dakika moja ya kuomba kimoyomoyo. Mwambie Yesu sumbuko lako sasa. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Tunakwenda kuomba sasa. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya mtoto wako ambaye leo umempa neema ya kusikia somo hili. Baba, nakutukuza kwa sababu wewe unakwenda kumtendea maajabu, kwamba umemfundisha aje na jambo lolote, hata kama anaona la kijinga kiasi gani, alete kwako, na kwako kuna majibu. Lakini naomba kwa ajili ya wale ambao pia inabidi wapate watu fulani wa kuongea nao, wapate masuluhisho, mwelekezee mtu sahihi ambaye atamsaidia kutoka katika mzigo na changamoto anayoipitia. Mfunike kwa wingu la neema yako. Mletee mwavuli wa kiroho wakati wa mvua hii anayoipitia. Mletee sehemu ya kujificha wakati huu. Mletee tiba sahihi ndani ya moyo uliojeruhiwa. Naomba kwa ajili ya wagonjwa ukawapatie uponyaji. Naomba kwa ajili ya wale wote ambao wana maumivu katika mioyo yao, waliofungwa na nguvu za giza, wakapate usalama na amani. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mtazamaji, Mungu akubariki sana. Mungu akupe kimbilio wakati huu. Wiki ijayo tutaangalia somo muhimu sana linalosema njia za kusonga mbele wakati wa mvua ya maisha.
Bwana akubariki. Tumesikia mbiu